Hii ni simulizi ya binti aitwaye Kidawa, aliyekuwa malaya kijiji kizima na kuiba wame za watu. Lakini mwisho wa siku kilichomkuta Kidawa ni balaa kubwa sana. Je, Kidawa kilimkuta nini? Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze simulizi yetu. Katika kijiji kidogo kiitwacho Sawa, aliishi binti mmoja mrembo aitwaye Kidawa. Binti huyu alikuwa mzuri wa sura, shepo, umbo, lakini katika upande wa tabia yake ilikuwa ni tabia mbaya sana pale kijijini, kwa maana alisifika kuwa ni binti mwenye tabia mbaya. Kidawa aliishi na mama yake mzazi pamoja na mdogo wake mmoja wa kike. Siku moja Kidawa alikuwa anatembea kuelekea sentani kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani. Alipokuwa njiani alikutana na baba mmoja aitwaye Josefu, na kwa kuwa Kidawa ni mrembo sana, Josefu aliamua kumsimamisha Kidawa kwa kumsalimia, "Dada, mambo?" Kidawa akajibu poa. Josefu akaanza kutililika mistari kuwa ametokea kumpenda sana Kidawa, na Kidawa ni mmoja mwanamke mrembo sana hapo kijijini. Hivyo basi Kidawa mara baada ya kusikia mistari hiyo alitabasamu kwa kucheka, na hapo hapo, kwa kuwa Kidawa ni maharage ya Mbeya, kwa maana maji mara moja tu, Kidawa alimkubalia Joseph. Kisha wakaanza safari ya kuingia kidogo katika vichaka vilipokuwa pembeni mwa barabara. Na mara baada tu ya Joseph na Kidawa kutokomea huko katika vichaka, basi walikwenda kufanya ya kwao. Na mara baada ya kufanya ya kwao, Kidawa alipewa shilingi 10,000 na Joseph. Kisha Kidawa katoka katika kichaka pamoja na Joseph, kila mmoja akaendelea na safari yake. Na hayo ndiyo yalikuwa ni maisha ya Kidawa, kutembea na wame za watu katika kijiji hiko cha Sawa. Hivyo basi siku moja mwanamke mmoja aitwaye Amina alimfuata Kidawa mpaka nyumbani kwao, huku akiwa na hasira sana. Alipofika tu, Amina alimkuta Kidawa nje anapika. Ndipo Amina kwa uchungu mkubwa sana akasema, "We binti, umezidi umalaya sana hapa kijijini, unatembea na kila mwanaume. Sasa naomba uachane na mume wangu. Kahaba mkubwa wewe." Kidawa alicheka kwa kicheko kikubwa sana tena cha dharau na kusema kwamba, "Wame zenu ndio huwa wananifuata mimi. Hakuna mwanaume niliyomfuata, bali wao ndio huwa wanatamaa zao. Wananihitaji mimi. Na kwa taarifa yako tu shoga, nikwambia kwamba mimi sijui kukataa wanaume, kwa sababu huwa na huruma sana. Siwezi kumkataa mwanaume." Hapo Amina machozi yakaanza kumtililika kwa uchungu, na akijitazama mwili wake kwa Kidawa anaingia mara mbili, kwa maana Kidawa ana shepu kweli kweli kuliko hata Amina. Hivyo Amina machozi yakawa yanamtiririka na akaamua kuondoka hapo kwa kina Kidawa. Baada ya wiki moja, Kidawa akiwa sentani, ilikuwa ni siku ya mnada, alionana na mzee mmoja maarufu sana katika kijiji hiko aitwaye Mzee Jongo. Mzee Jongo alimuita Kidawa. Mara baada ya Kidawa kuitwa na Mzee Jongo, Kidawa alienda huku akitikisa. Hakika Mzee Jongo alikuwa kimezea mate sana Kidawa. Hivyo basi mara baada ya Kidawa kufika kwa Mzee Jongo, Mzee Jongo alifunguka ya moyoni kuhusu kumpenda Kidawa na kusema kuwa ni miaka sasa imepita tangu aanze kumpenda. Na hapo hapo Kidawa akamkubali Mzee Jongo na wakaanza safari ya kuingia gesti, kwa maana hapo sentani kulikuwa na gesti ya kijiji. Wakati Mzee Jongo na Kidawa akiingia gesti, ndipo ambapo bibi mmoja alikuwa akipita mitaa hiyo ya gesti, akawaona Mzee Jongo pamoja na Kidawa wanaingia gesti. Bibi huyo haraka mbio mbio, Waswahili wanasema mbese mbese, mpaka kwa mke wa Mzee Jongo, na alikuwa ni shoga yake. Alipofika tu akamwambia kwamba, "Nimemwona mumeo na binti aitwaye Kidawa wakiingia katika gesti ya kijiji." Lo, bibi huyu mke wa Mzee Jongo aitwaye Bibi cha Usiku haraka haraka wangu moja kwa moja kuelekea katika gesti ambapo mume wake ameonwa. Na walipofika walijificha pembezoni kabisa kusubiri je, ni kweli mume wake na Kidawa watatoka katika gesti hiyo. Baada ya saa moja, Kidawa na Mzee Jongo walitoka katika gesti hiyo wakiwa wameongozana kabisa. Hapo mke wa Mzee Jongo aitwaye Bibi cha Usiku alianza kulia na kusema ya kuwa huyu binti amezidi, nitamuonyesha. Kisha akaondoka na rafiki yake wakarudi nyumbani. Kufika nyumbani, Bibi cha Usiku
kumbe alikuwa ni mchawi. Hivyo akaingia katika kilinge chake, chumba ambacho ametunza zana zake za jadi na kutengeneza madawa yake, na mwisho kabisa akataja jina la binti Kidawa, na papo hapo kikaonekana kimbola kinakwenda juu. Wakati Kidawa anafika nyumbani kwao, ndio hapo hapo anaingia mwezini. Kidawa alishtuka sana kwa sababu wiki iliyopita ndio ametoka mwezini. Inakuwaje wiki hii mpya kabisa anarudi mwezini tena kwa tumbo ambalo linauma kweli kweli? Kidawa alianza kulia na kugalagala, kisha akaanguka chini. Papo hapo mama yake na Kidawa akatoka nje haraka aliposikia sauti ya mwanake akilia. Lo, yule bibi cha usiku tayari kashafanya yake. Kidawa alibebwa na mama yake mpaka ndani, tumbo likimuuma kweli kweli huku hedhi ikitoka. Hakika mama yake akawa anachanganyikiwa. Kidawa alisumbuliwa na tumbo pamoja na hedhi kwa wiki 2 mfululizo, mpaka mama yake na Kidawa akaona ya kwamba hii sio hali ya kawaida kabisa, ni bora ampeleke kwa mganga aweze kugundua nini shida ambayo inamsumbua binti yake. Wangu mara baada ya wiki 2 kupita, mama yake na Kidawa akambeba Kidawa pamoja na mdogo wake na Kidawa wakaongozana moja kwa moja kuelekea kwa mganga majira saa 11 alfajiri. Na walipofika tu kwa mganga alipomtazama Kidawa akaguna na kusema kwamba ni mtu gani wa mwisho kutembea naye. Kidawa alifikiria kwa uoga kabisa anamuona mama yake pamoja na mdogo wake, akainama chini kwa aibu na kusema ya kwamba mtu wa mwisho kutembea naye ni Mzee Jongo. Mganga papo hapo akasema kwamba hiyo ndio sababu mke wake ndio aliyokufanyia hiki ulichonacho kwa sasa. Kwa hivyo mimi siwezi kukutibu mpaka uende ukamuombe msamaha. Yeye ndio mtu pekee ambaye ataweza kukuondolea hii shida ambayo uko nayo takribani wiki 2 sasa. Kidawa ni machozi tu analia na kujutia kile ambacho yeye amekifanya. Kidawa na mama yake walitoka kwa mganga moja kwa moja mpaka katika nyumba ya Mzee Jongo. Kwa bahati nzuri walimkuta bibi cha usiku, mke wa Mzee Jongo, na bibi huyu baada ya kuwaona akasema, nilijua tu mtakuja. Wewe si hodari wa kutembea na wame za watu na utakaa katika hali hiyo mwaka mzima. Kidawa akaangua kilio cha mbwa mwizi na kumuomba msamaha sana bibi huyo. Tangu saa 3 Kidawa pamoja na mama yake wanalia na kumuomba msamaha bibi cha usiku amsamehe mtoto wake ili arudi katika hali yake, kwa sababu anateseka sana, tumbo linamuuma, lakini pia hedhi haikati kabisa. Hivyo basi bibi huyu alikuwa amekaza roho ngumu kweli kweli tangu majira saa 3 kamili za asubuhi mpaka majira saa 12 jioni, huku mama yake na Kidawa akimsihi bibi cha usiku amsamehe binti yake, hatorudia kabisa. Ilipofika majira saa 1 usiku, bibi cha usiku aliingiwa na imani na kuamua kumsamehe Kidawa ambaye alikuwa na galagala chini kwa kuumwa tumbo, huku mama yake akiwa ni mtu ambaye amepoteza kabisa matumaini. Bibi huyu cha usiku akawaambia kwamba nendeni nyumbani, na mtakapofika tu nyumbani hali hii kwa mtoto wako itakata. Mama yake na Kidawa pamoja na Kidawa waliposikia sauti ya bibi cha usiku walimshukuru sana na kumwambia kwamba hawatorudia tena, mama akisema ya kwamba atamkanya sana binti yake kutembea na wame za watu. Wakati wakiondoka kwa bibi cha usiku, ndipo ambapo bibi cha usiku akaingia katika kilinge chake, na alipoingia katika kilinge chake akafanya madegeshe yake mapema kabisa. Hakika walipofika tu nyumbani, Kidawa pamoja na mama yake, papo hapo hali ile ikakata, tumbo likapoa na hedhi ikakata kabisa. Lo, Kidawa hakika alipiga goti na kumshukuru Mungu na kusema kwamba hatorudia tena, na kuanzia siku hiyo Kidawa aliokoka kabisa na akawa Mkristo safi ambaye hataki shida na mtu. Na kufikia hapa ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri. Hapa inatufundisha kwamba kutembea na wame za watu sio mchongo kabisa, ni hatari, mume wa mtu sumu. Na kuna msemo siku hizi vijana wanasema kwamba jambo ambalo unaliweza wewe mwenyewe usimwachie Mungu, kwa maana bibi cha usiku hakumwachia Mungu katika jambo ambalo analiweza. Maoni yako ni yapi mtazamaji wa Bongo Super Media? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.